Sasa tuangalie kidogo kuhusiana na sifa na tabia za viongozi au sifa na tabia za kiongozi, kwa sababu tunajua kwamba kiongozi hawezi kufanana na watu wengine. Ukishakuwa kiongozi, maana yake wewe umetengwa na kundi kubwa, umetengwa na watu wengi. Kwa hiyo kuna namna fulani lazima utakuwa na sifa na tabia ambazo ziko tofauti na watu wengine. Sasa tunataka tuziangalie baadhi ya hizo sifa. Sifa ya kwanza kabisa, kiongozi yote lazima awe na maono. Kwa Kiingereza wanasema vision. Okay? Sasa maono ni picha ya kule ambako unawapeleka watu. Ndio maono. Maono maana yake kiongozi lazima awe na picha kwamba katika hii taasisi niliyopewa, katika hii nafasi niliyopewa, leo kimapato tuko hivi, kiwekezaji tuko hivi, kiidadi ya watu tuko hivi, kishughuli tuko hivi. Je, miaka 2 baadaye nataka nione nini? Miaka 5 baadaye nataka nione nini? Maanake wewe sasa tunasema ni kiongozi. Kwa sababu kiongozi lazima awe na maono. Kwa sababu watu hawakufuati kama wajui unawapeleka wapi. Ndio maana mtu mwenye ushawishi kwa maono yake anaweza akafanya watu wafanye vitu vikubwa kwa kujitolea sana, kwa sababu watu wanaangalia ile picha ya mwisho ambayo umeijenga. Kwa hiyo swali linakuja, maono yako ni nini kwenye nafasi uliyopewa? Kwa sababu kiongozi lazima aache alama kwamba kesho na kesho kutwa upo kwenye nafasi tuseme kwamba kuna kitu kilifanyika. Kwa kiongozi lazima awe na sifa ya maono, na watu watakusapoti kama wanaelewa zaidi maono yako. Kiongozi yote yule kwenye nyanja yote ile kama hana maono vizuri, huwa watu wanapata shida sana kumsapoti, kwa sababu wanakuwa hawamuelewi. Okay? Kwa hiyo lazima kuwa na maono. Cha pili ni ujasiri. Imeonekana kwamba viongozi wengi waliofanya mambo makubwa mahali popote pale ni watu ambao walikuwa na ujasiri. Walikuwa na uwezo wa kujitoa kufanya vitu ambavyo vinaogofya, ambavyo watu wengine wanaviogopa, lakini wao kwa sababu wana maono ndani yao na wanaviamini vile vitu, waliamua kuchukua hatua wakaenda kuzifanya kazi. Na kuna aina mbalimbali za ujasiri nitazitaja. Ya kwanza ni ujasiri wa kwanza, tunaita courage to start. Unapokuwa kiongozi, mara nyingi watu wengi wataogopa kuanzisha au kuanza vitu kwa sababu ya uoga wa kufeli au kwa sababu hakijawahi kufanyika. Kiongozi kazi yako ni kuamini katika yale maono na kuchukua hatua ya kwanza kufanya. Kuna watu wengi sana ambao watakuunga mkono baada ya kuanza kuona matokeo ya unachoanza kukifanya. Kwa hiyo tunasema kiongozi mara nyingi hashawishi kwa maneno yake tu, anashawishi kwa vitendo vyake. Anafanya jambo alafu watu wanakuja kumuunga mkono baadaye. Kwa taarifa yako ni kwamba kwenye uongozi watu wengi ambao watakupinga wakati unaanza watakuja kukuunga mkono baadaye na watasema huyu tulianza naye. Ndio utaratibu wa wanadamu ulivyo. Kwa hiyo kuna wakati watu hawatakusapoti. Sasa ukiwa kama kiongozi, ukiwa muoga, kila wakati unasema mbona watu wananipinga? Mbona hakuna ananisupport? Wanaonisupport ni wachache. Hapana, kazi ya kiongozi maana yake anaona zaidi kuliko wanadamu wa kawaida au wale wafuasi wa kawaida ambao wanamfuata. Tunapopanda ndege, kiongozi wetu ni pilot. Nani anajuaga tunapita wapi kule angani? Hakuna. Sisi tunaamini kitu pilot anatuambia jamani tunaruka kwenye futi 37,000. Tunamwamini kwamba kweli tunaruka. Anasema tutatua ikifika saa 4:30 uwanja wa Dar es Salaam. Hakuna anayeuliza Dar es Salaam iko upande gani, mbona ndege inaelekea huko. Tunamwamini, tunakaa, tukipewa chakula tunakula. Kwa nini? Ni kiongozi wetu na yeye ana ujasiri wa kutupeleka mahali kwa sababu yeye ameona. Sasa na wewe pia hivyo hivyo, unapokuwa kiongozi kuna vitu ambavyo hautapata support unapoanza. Ukisubiria kila mtu akusapoti, maana yake umepoteza sifa ya uongozi. Kiongozi anaanza kwa kila anachokiamini, alafu watu watakuja kumfuata na watamuunga mkono baadaye. Cha pili ni courage to continue. Nguvu au ujasiri wa kuendelea, uwezo wa kuendelea. Unajua kuna vitu unaweza kuvifanya kama kiongozi, sio kila wakati utapatia. Kuna wakati utasema ndani ya mwaka mmoja mambo yatakuwa hivi, lakini mwaka mmoja ukaisha na mambo hayajatokea. Sasa na wewe usiwe kama wale watu ambao wakitokea hivyo wanasema jamani nafikiri imeshindikana. Kama unakiamini, kisimamie. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vitachukua muda mrefu sana kuweza kutokea. Kuna mti mmoja unaitwa Chinese bamboo au mwanzi wa Kichina. Nisoma historia yake nikashangaa sana. Mwanzi wa Kichina ukiupanda unatakiwa umwagilie kila siku ili uweze kukua. Sasa utaratibu wake ni kwamba ukiumwagilia huwa uote mapema. Utaumwagilia kila siku, mwaka wa kwanza mzima hauchipui hata jani moja. Unatakiwa uendelee kumwagilia. Mwaka wa pili unatakiwa uendelee kumwagilia. Mwaka wa 3 unatakiwa uendelee kumwagilia. Mwaka wa 4 unatakiwa uendelee kumwagilia. Mwanzi unakuja kuchipua mwaka wa 5. Lakini ukichipua urefu wake ni zaidi ya futi 90 ndani ya mwaka mmoja. Sasa imagine mtu ambaye analima mwanzi alafu nawe analima mchicha. Lazima yule mwenye mchicha atamcheka mwenye mwanzi. Atamwona anapoteza muda. Kiongozi haufanyi mashindano na watu, unafanya mashindano na maono ulionayo.
Kuna vitu kivifanya watu wanaweza kukuona unapoteza muda, lakini wewe ndio unajua unataka kuwapeleka watu wapi. Kwa lazima ushikilie kile kitu, kwa sababu umeona kule ambako unakwenda. Kwa ujasiri wa kuendelea kufanya kile ambacho unatakiwa kukifanya. Lakini pia courage to be misunderstood, ujasiri wa kutokueleweka. Kama alivyosema, sio kila mtu atakuelewa unapokuwa kiongozi, kwa sababu wewe unaona zaidi kuliko wale wengine. Kwa hiyo ukubali kutokueleweka kwa muda ili uje kueleweka baadaye. Kuliko uanze kuhangaika kila mtu akuelewe, mwisho wa siku utajikuta umepoteza nguvu yako na uwezo wako kama kiongozi. Kuna mtu mmoja alisema, ukitaka kukubalike na kila mtu basi labda uuze ice cream. Kwamba kwa sababu kila mtu ni tamu, pengine anaipenda. Lakini unapokuwa kiongozi lazima ukubali kwamba kuna watu watakuelewa, kuna watu watakukubali. Na kwenye kanuni ya management huwa tunasema 50% ya watu watakukubali, 25% watakuwa wako katikati. Yaani wanakukubali wakukubali, alafu 25% watakukataa. Kwa wakati wote unapoongoza taasisi, hiyo ni formula management. Kwenye sekta yote kuna 25% ya watu hawatakukubali kabisa. Na tutakuja kuona baadaye aina za wafuasi pale. Na 25 watakuwa tu hapo katikati. Ukifanya vizuri na kupongeza, fanya vibaya na kuponda. Wako wanapelekwa huko na huko. Unafikiri uko nao, kumbe uko nao. Wako namna hiyo, sio? Alafu wale 50 ndio watakuwa loyal, watakuwa wanasimama na wewe kila wakati. Kwa unapokuwa kiongozi lazima ufahamu. Namba 3 ni maamuzi. Kiongozi yote lazima awe na uwezo wa kufanya maamuzi kwenye maisha yake. Decision making. Na huwa tunasema kwenye uongozi ni bora ufanye maamuzi ukosee alafu uje kuyarekebisha kuliko ukae bila kufanya maamuzi kwa muda mrefu. Tunasema indecision is worse than wrong decision. Kwa hiyo hata ukija chini kama kwenye vita, uwezi ukaambia sasa sielewi hapa inakuwaje, ngoja tutulie kwanza, mtauawa. Ni bora mfanye maamuzi, mjue huku tulikopiga adui yuko huku, yuko wapi, yuko upande, utabadilisha maamuzi haraka. Kwa hiyo tunasema viongozi wanafanya maamuzi kwa haraka, then wanachukua muda mrefu kuyarekebisha. Wasio viongozi wanachelewa kufanya maamuzi, alafu wakifanya maamuzi huwa wayarekebishi kabisa. So, unapokuwa kiongozi maana yake lazima uwe mtu wa maamuzi, decision maker. Watu wanapokuwa hawajui cha kufanya, wewe ndio unaonyesha direction. Tunakwenda upande huu, tunafanya jambo hili. Namba 4 ni kulea wengine. Hii tunaita mentorship. Kulea wengine. Na nimezungumza pale kwenye, kama unakumbuka, kwenye level ya 4 ya uongozi nilisema. Kulea watu wengine. Unakuwaje kiongozi miaka 2, miaka 3, alafu tukikuuliza nani umemlea kwenye taasisi ya Tumoni? Hapo kuna shida kwenye uongozi wako. Lazima wapo watu ambao umewalea, umewakuza, kwa sababu wewe umepata nafasi ya kutangulia. Sasa nani ambaye anakuja nyuma yako kwa ajili ya kuwasaidia? Kwa lazima upate nafasi ya kuwalea, kuwa mentor watu wengine. Kuwalea maana yake kuwafundisha ulikosea wapi ili wao wasikosee. Kuwalea maana yake kuwafundisha ujuzi ambao ulikuchukua miaka 5 kuupata, wao waupate ndani ya miaka 2. Kuwalea maana yake wape watu fursa ambazo wewe ziko ndani ya uwezo wako. Isipokuwa hivyo maana yake itakuwa kila wakati kwenye taasisi watu wanaanzia chini. Maana yake hiyo taasisi haiwezi kukua. Na ndio tatizo letu kwenye familia nyingi za Kiafrika. Kwenye kila kizazi tunaanza sifuri. Yaani mimi babangu alipoanzia na mimi ndio naenda kuanzia hapo hapo. Na mtoto wangu naye anakuja anaanzia hapo hapo. Kwa kila mwaka au kila kizazi kinaanza 0. Wakati wengine familia zao vizazi vinaanza juu zaidi, anakuta amemsogezea pale juu. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi maana yake anayekufuata atakiwa aanzie wewe ulipoanzia. Hapana, anatakiwa aanzie juu zaidi kuliko wewe ambapo ulianzia. Ya 5 ni kujenga timu ya uongozi. Kiongozi lazima ujenge timu yako. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza wanasema great players win the game but great team win the championship. Kwamba wachezaji wazuri wanaweza kushinda mechi, ila timu nzuri ndio inaweza kushinda ubingwa ambao unatafuta. Kwa hiyo kwenye uongozi hatuhitaji tu watu mmoja mmoja wawe bora. Hapana, tunahitaji timu iliyo bora. Na timu sio kikundi cha watu. Kuna tofauti kati ya kuwa group na kuwa timu. Kwenye timu za mpira tunaona unaweza kuwa na wachezaji wazuri kabisa lakini wakashindwa, wakafeli, kila siku tu wanafungwa, wamenunuliwa kwa bei ghali sana. Kwa nini? Kwa sababu kuwa na uwezo mmoja mmoja ni kitu kimoja hapo, lakini kuijenga ikawa timu inayofanya vizuri ni kitu kingine kabisa. Sasa kazi ya kiongozi ambayo ndio kazi ya kocha wa mpira wa miguu ni kuhakikisha kwamba vipawa kimoja kimoja vinaunganishwa na vinaanza kucheza kama timu. Kwa kiongozi lazima awe na uwezo wa kujenga timu ambayo itamsaidia. Na kwenye timu yako unahitaji watu wafuatao.